Mheshimiwa Nape. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali dogo la nyongeza. Pamoja na kupongeza ziara nzuri ya Mheshimiwa Rais Magufuli kwa baadhi ya mikoa ya kusini ambayo inalima korosho, serikali itakubaliana na mimi kama ilivyotokea kwenye kahawa, mabadiliko ya mfumo wa ununuzi wa korosho yameathiri mapato ya halmashauri ambazo zilikuwa zinategemea ushuru wa korosho. Halmashauri nyingi kwa 70% mpaka 80% zilikuwa zinategemea mapato haya. Sasa serikali iko tayari kufanya tathmini ya madhara yatakayojitokeza baada ya maagizo ya Mheshimiwa Rais kwamba pesa hizi zisidaiwe, na hivyo kuangalia namna ya kufidia ili hizi halmashauri zisiathirike zaidi. Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali moja la nyongeza la Mheshimiwa Nape, mbunge wa Mtama, kama ifuatavyo. Swali lake la msingi anasema kwamba serikali iko tayari kufanya tathmini ya athari zilizopatikana kwa kushuka mapato ya serikali ya halmashauri. Kwanza nitaka kuchukua nafasi hii, serikali haijabadili mfumo wa ununuzi wa korosho hapa nchini. Serikali, kama mnavyofahamu, tuliingia kwenye mfumo huo baada ya wakulima wenyewe kukataa kuuza katika mnada uliokuwa halali kwa wanunuzi wale kutokana na bei ambayo haikuvutia, zaidi ya minada 3-4. Kama serikali tusingeweza kuangalia hali ile iendelee, ndio maana tuliintervene ili kuhakikisha kwamba wakulima hawa wanapata bei nzuri wanayostahili. Na wakati ule tunaingia tulikuwa tunafahamu bei ni ndogo, lakini tulienda kuwalipa wakulima bei 3,300 ambao ulikuwa huwezi kuipata mahali popote duniani, ulikuwa unaipata zaidi ya Tanzania. Kwa hiyo swali lake la msingi kwamba tuko tayari na tushaanza kufanya hiyo tathmini, lakini mapato yale ya halmashauri ni ya serikali na iliyolipa ni serikali. Kwa hiyo serikali haiwezi kumlipa serikali mwenzie. Kwa msimu ujao tutajipanga vizuri na mfumo utakuwa kama ulivyokuwa, mapato ya halmashauri watayapata kupitia mfumo utakuwepo. Mheshimiwa Bulembo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kutokana na swala la msingi, nipongeze Wizara ya Kilimo, Waziri Mkuu, kwa kazi walifanya Kagera. Wakulima wa kahawa mkoa wa Kagera, Mreba, Misenyi, Bukawa vijijini, kupitia KDCU na KCU, mpaka leo kuna wakulima hawajalipwa malipo yao ya kupeleka kahawa kwenye KDCU na KCU. Lakini la pili, bado kuna wakulima wako ndani na kahawa. Swali moja tu Mheshimiwa, swali moja. Serikali itoe tamko kwa wale wakulima ambao hawajalipwa haki yao, ni lini watalipwa haki yao? Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Alhaji Abdalla Bulembo kama ifuatavyo. Ni kweli kuna baadhi ya wakulima waliouza kupitia vyama vya ushirika KCU na KDCU hawajalipwa malipo yao mpaka sasa, hata kule Watarime vijijini katika mkoa wa Musoma. Kama nilivyojibu kwenye swali la msingi, swala walioenda kuuza kahawa ile ni wakulima wenyewe kupitia vyama vyao vya ushirika kwenye mnada wa Moshi. Kwa hiyo watalipwa baada ya kuuzwa kahawa yao. Kilichotokea mwaka jana, katika msimu wa mwaka jana, kahawa ilianguka sana sokoni. Kwa hiyo wakulima wale waliona sio busara kuuza kwa bei ya chini kuliko bei ambayo gharama za uzalishaji walizoingia wakulima. Na pia kahawa hii ambayo ikikobolewa inatoka madaraja zaidi ya 5. Kwa hiyo wakati mwingine inachelewa kwa sababu imeuzwa daraja moja, madaraja mengine hayajauzwa. Kwa hiyo wanasubiri ili kuuza kahawa yote na kwenda kuwalipa wakulima wao na wanachama wao. kwa hiyo waendelee kuwa na subira kwa sababu kawa hiyo wameuza wenyewe, kila wanapouza wataenda kujilipa. Bulembo kuwa na subira. Mheshimiwa Mafuta. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na utaratibu wa hizi AMCOS zetu kuajili ama kutokuwa na vigezo vya wale ambao wanaajiliwa kwamba hawawekewi elimu ni kiwango gani, na kwa kiasi kikubwa
kwamba wahasibu ndio wanakuwa ni watu pekee wenye elimu, kiasi ambacho kinapelekea kufanya hujuma nyingi sana kwenye hizi AMCOS hizi. Je, nilikuwa naomba kujua serikali ina mkakati gani kuhakikisha ya kwamba wale ambao wanafanyia kazi hizi AMCOS wanawekewa vigezo vya kielimu ili wakulima wasiweze kuibiwa kama ilivyo hivi sasa? Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi sana. Majibu yako mazuri sana, lakini fanya kwa kifupi. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Maftaa, mbunge wa Mtwara mjini, kama ifuatavyo. Kwanza, serikali tulishaanza mpango huo tanga msimu uliopita. Kwa mfano, chama kikuu cha ushirika kule Tunduru tulianza kuajiri wahasibu ambao wenye sifa, wenye digrii moja na kuendelea kwa ajili ya kuongoza vile vyama vya ushirika. Utaratibu ule tutaendeleza nchi nzima kupitia vyama vya ushirika vyote, tupate wahasibu wenye weledi ili kuweza kuwahudumia wakulima wetu. Asante Mheshimiwa, tunaendelea. Mheshimiwa Conchester Leonas Rwamlaza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa swali langu namba 94 liweze kupata majibu. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Conchester Leons Rwamlaza, viti maalum, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, masoko ya Nkwenda na Murongo katika halmashauri ya wilaya ya Kyerwa ni kati ya masoko matano ya kimkakati yaliyopangwa kujengwa kupitia mradi wa uwekezaji katika sekta ya kilimo wilayani, yani District Agricultural Sector Investment Project, yani DASIP, na ujenzi ulioanza kutekelezwa mwaka 2006-2007 hadi mwaka 2013 Disemba. Mheshimiwa, masoko mengine yapo katika halmashauri za Busoka, Kahama, Kabanga, Ngara na Sirai Tarime. Mradi huo uligharamiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika na serikali ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, lengo la ujenzi wa masoko hayo ya kimkakati ilikuwa ni kuanzisha mfumo thabiti wa masoko utakaoongeza tija na pato kwa wakulima ndani ya wilaya husika. Mfumo huu ulijenga mazingira wezeshi kibiashara katika maeneo ya mpakani ili kurahisisha biashara na majirani zetu na kuinua hali za kiuchumi za wananchi wa maeneo hayo na uchumi wa taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi mradi wa DASIP unafungwa Disemba 2013-14, kazi ya ujenzi wa masoko hayo ilikuwa haijakamilika na yalikuwa katika hatua mbalimbali za ujenzi. Kwa kuzingatia umuhimu wa masoko hayo ya kimkakati katika halmashauri husika, serikali imepanga kukamilisha ujenzi wa masoko hayo na mengine nchini kupitia programu ya kuendeleza sekta ya kilimo awamu ya pili, yani ASDP2. Katika bajeti ya mwaka huu 2019-2020, serikali imetenga shilingi bilioni 2.9 kuendelea na ujenzi wa masoko hayo. Mheshimiwa Conchester. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa uwezo wa kuweza kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, mhandisi aliyekuwa anasimamia kujenga jengo la soko la Nkwenda alikuja na fuso mbili, akahamisha nondo, akahamisha mabati, akahamisha saruji, akidai anapeleka vifaa hivyo vya ujenzi katika soko la Sirari katika mkoa wa Mara. Na serikali ina taarifa kuhusu tuhuma hizi za juu ya huyu mhandisi. Je, ni hatua zipi zilichukuliwa dhidi ya mhandisi huyu ambaye kwa kweli alikuwa kikwazo kutokamilisha soko hilo? Swali langu la pili, kwa kuwa katika majibu ya serikali imesema kwamba masoko haya yalijengwa kimkakati ili kuweza kusaidia wananchi waweze kufanya biashara na nchi zilizo jirani na maeneo ambayo yamejengwa masoko hayo. Je, sasa ni lini serikali itayakamilisha? Mheshimiwa Waziri, kwa kifupi. Mheshimiwa Mwenyekiti, jiandae Mheshimiwa Geku. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza
ya Mheshimiwa Conchester Lwamalaza kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza anasema kwamba huyu mhandisi alipeleka magari kuhamisha hivyo vitu na serikali tunayo taarifa. Serikali anataka kujua kwamba serikali tumechukua hatua gani. Mpaka sasa tulishavielekeza vyombo vyetu vya ulinzi ili kuendelea na vya kiuchunguzi kuendelea kuchunguza tuhuma hizo na jinai hiyo, ili ikibainika kama amethibitika amefanya jambo hilo, ili kwamba hatua za kisheria zichukuliwe juu yake. Swali lake la pili ni lini masoko yao yatakamilika. Kama nilivyojibu kwenye swali lake la msingi, kwenye bajeti hii tumetenga zaidi ya 2.9 bilioni. Baada mkitupitishia waheshimiwa wabunge, haraka iwezekanavyo kuanzia Julai 1 tutaanza kutekeleza ujenzi wa masoko hayo yote. Asante Mheshimiwa Gekulu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kunipa nafasi niulize swali moja la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Waziri, kwanza nipongeze serikali na nishukuru kwa moyo wa dhati kwa kutusaidia kutujengea jengo kubwa la NFRA pale Babati kwa ajili ya kununua mahindi na kuyachakata. Lakini bahati mbaya mwaka huu tangu Januari mvua hazinyeshi kanda ya kaskazini na hali si nzuri. Hatuna maharage wala mahindi. Naomba nifahamu serikali imejipanga vipi kwa ajili ya kukabiliana na hii hali ambayo wananchi wanakwenda kukabiliana nayo ya ukosefu wa mahindi na maharage, ili wananchi wetu wapate mazao hayo kwa bei rahisi na wasiingie katika baa la njaa. Mheshimiwa Waziri lijibu, wewe mzoefu. Kwa kifupi sana. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Gekulu kama ifuatavyo. Anataka kujua kwamba serikali tumejipanga vipi katika kukabiliana na tishio la upungufu wa chakula nchini kutokana na ukame uliopo. Serikali kwanza tumetenga bilioni 15 kupitia wakala wetu wa taifa NFRA kwa kuendelea kununua mahindi kwa ajili ya kuyahifadhi kwa ajili ya kuja kuyasambaza au kupeleka sehemu ambazo zitakuwa na mahitaji. Lakini pia sasa hivi tumeshawaelekeza wataalamu wetu wamesambaa nchi nzima kufanya tathmini ya kina kujua athari iliyoletwa na mabadiliko ya tabia nchi, hasa ni huu ukame, ili kujua athari iko kiasi gani ili tuweze kuongeza mikakati mingine. Lakini pia tumetenga zaidi ya bilioni 9 kupitia bodi yetu ya mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko kuendelea kununua mahindi na mazao mengine kukubaliana na hali hiyo.